tunaingia kwenye sehemu ya pili. Naomba tufungue kitabu cha Danieli sura ya pili. Danieli sura ya pili mstari wa 30 mpaka mstari wa 33. Biblia inasema lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote niliyonayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa na chuma na udongo, ikavunjwa vipande vipande. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaweza kuona Mfalme Nebukadneza anaonyeshwa tawala zitakazotawala dunia kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Ila ile ya mwisho inakuwa ni chini kule, ina miguu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kule kwenye miguu ndio kuna nini? Kuna vidole 10. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vidole ambapo sasa tukirudi kwenye yale maandiko yetu ya kule kwenye Ufunuo sura ya 17, ndio maana utasikia kuna pembe 10, kuna wanasema viongozi 10. Sitaki kwenda sana kwa sababu tumekopitia sana. Sasa Danieli na huko kwenye Ufunuo wanaonyesha kwamba huu utawala wa mwishoni utakuwa una mgawanyiko wa maeneo 10 na kunakuwa kuna viongozi 10 ambao wanatawala pamoja na mpinga Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya maeneo 10, wakati kwa mara ya kwanza nasikia mwalimu anafundisha kwenye shule ya Biblia, anafundisha kwamba mpinga Kristo anatoka kwenye revived Roman Empire, yani ule utawala wa Kirumi uliofufuka. Lakini pia wakasema kwamba mpinga Kristo anatoka kwenye nchi za Ulaya, hii umoja wa Ulaya, ambao kutakuwa kuna nchi 10 ambao watasimamisha kiongozi mmoja ambaye atakuwa mpinga Kristo. Hiyo ndio ilikuwa dhana ambayo nimetoka nayo huku, naenda Marekani ndio nimejifunza. Kwa hiyo nilikuwa nimejifunza kwamba huyu mpinga Kristo anatokea kwenye revived Roman Empire, utawala wa Kirumi kule kwenye nchi za Ulaya. Lakini pia hayo maeneo 10 ni nchi 10 ambazo ziko kwenye bara la Ulaya. Hiyo ndio ilikuwa dhana. Lakini sasa cha kuja kushangaza, na warudisha sasa, baada ya ule ukuta wa Berlin pale Ujerumani kuanguka, alafu Ujerumani ikaunganishwa, inaitwa German Reunification, ukaanza kutengenezwa ule umoja wa Ulaya kwa kupitia European Economic Community, umoja wa jamii ya kiuchumi ya Ulaya, EEC. Yakaanza mataifa 10, baadaye yakaongezeka yakawa 13, mwishoni yakawa mataifa 27. Sasa ndipo hapo tukaanza kuulizana sasa kule, wapendwa, sasa nishafika Marekani. Sasa kama tulikuwa tunasema kwamba
hii Ulaya kutakuwa kuna mataifa 10 na wanataka viongozi 10. Mbona wao wameshazidi? Alafu ikaja kuvurugika kabisa. Hela yao wakazifuta hela zao zote, wakapata hela hii moja ikawa euro, kama Marekani wanavyotumia dola. Alafu sasa ikaja tena Uingereza ikajitoa kwenye ule umoja wa Ulaya, tunaita Brexit, ikajitoa. Kwa ikaja kuwa kwamba wazi kwamba ile dhana tulivyokuwa tumejifunza imekosewa, sio sawa, kwa sababu hichi kitu kinachotokea kwenye uhalisia sio kile tulichofundishwa. Bwana Yesu asifiwe, watumishi. Unaitwa hiyo taasisi inaitwa klabu ya Roma. Mnaona tena inajirudia kule Roma, klabu ya Roma. Ule mpango kiroho unasukwa Roma, lakini ambaye ndo anaosukuma kwa njia ya kijeshi ni Marekani. Nawaleta kwenye zile concept. Ndio maana niliwapeleka kwa mpinga Kristo, nikawapeleka kwa nabii wa uongo, nikawaleta hapa ili mpate ile picha yote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio maana unaitwa mpango ambao wa maeneo 10 ya serikali moja ya dunia. Unaitwa hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa yamegawanywa maeneo 10. Hili eneo la kwanza ndio linaitwa Umoja wa Amerika ya Kaskazini, ambayo inachukua Canada, Alaska na mpaka Mexico. Alafu kuna Umoja wa Ulaya, unaona ndo namba 2 pale. Bwana Yesu asifiwe. Alafu namba 3, hiyo ni Japani. Japani imewekwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Halafu namba 4 ni South Africa na Australia. Nitakuja kuambia kwa nini hizo zimewekwa hivyo. Umoja wa 5 ni Urusi, lakini hii Urusi wanaiita Eurasian Union. Yaani kuna Urusi na baadhi ya mataifa ya zamani yaliyokuwa chini ya utawala wa Soviet. Wanazita zile Baltic states kama Estonia, Latvia na sehemu za Ukraine. Ndiyo maana Urusi wakavamia Ukraine, kwa sababu kuna kipande kiko ndani ya hiyo. Kwa hiyo unaona kina Trump wanaongea na Putin, alafu kama wanaongea wanaambia endelea kupiga, wewe chukua hapa, wewe chukua huko. Kumbe mpango huko hapa. Wote wanajua ni wajanja tu rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wa 6 ni Umoja wa Amerika ya Kusini, ambapo kuna Colombia, kuna Argentina, sijui kuna nini siko. Wa 7 ndio huu mnaona unapiganiwa vita, na nitakuwa na sehemu muda mkubwa sana kuelezea na kuwapa na maandiko. Huu wa 7 ndio unaitwa Umoja wa Afrika ya Kaskazini na Mashariki ya Kati. Unaitwa hivyo. North Africa and the Middle Eastern Union. Wapo. Wa 7. Wa 8 ndio huu wetu sisi, Umoja wa Afrika. Na unaona mipaka yake Umoja wa Afrika unaanzia hapa. Hizi nchi za Kiarabu zimeachwa juu, nitakuja kuambia ni kwa nini. Na ndio maana watumishi mlikuwa mkisikia wakitoa zile taarifa za kutoka kwenye Umoja wa Mataifa au kwenye taasisi za mambo ya kiuchumi, wanasema nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara. Je, mlishasikia hilo neno? Ni kwa sababu huo Umoja wa Afrika mpaka wake umeanzia pa Sahara kurudi chini. Yaani toka enzi hizo wameshatugawa tayari, ndio maana unaitwa hivyo. Ni sehemu ya 8 ya serikali moja ya dunia, nchi zilizo kusini mwa jangwa la Afrika. Toka niko mdogo, niko shule ya msingi, nasikia wanaviongelea, kwa sababu huu mpango ni wa mwaka 1978 watumishi, lakini umekuja kuliki hapa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mipaka yake inaishia juu ya South Africa, juu
hizi hapa, hizi nchi unaziona hizi, India sijui na nini ndio hizi. Alafu wa 10 ni China iko peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya ndiyo maeneo 10 ambayo dunia imegawanywa, ambayo ndio hiyo serikali moja ya dunia ambayo mpinga Kristo atakuwa anatawala. Kila eneo litakuwa na kiongozi wake. Ndio ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema kuna viongozi wa falme 10 ambao wanatawala na mpinga Kristo. Ndio kila ile eneo kunakuwa kuna mkubwa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Ndio maana kuna viongozi 10 wao wanapeleka na kutoa taarifa kwa mpinga Kristo. Hizi nchi zetu zote zinakuwa zimeunganishwa, wanakuwa ni kama tu unavyoita wakuu wa mikoa, au kwa Marekani kama magavana. Basi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sasa naomba nianze, kwa sababu hii nilikuwa nimeshaanza kuigusia. Naomba nianze na Umoja wa Ulaya hapa namba 2. Sitazizungumzia zote, tutazungumzia baadhi ili upate picha. Nikisema nizungumzie zote tukaenda mpaka kesho kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nianze hii namba 2, Umoja wa Ulaya. Sasa Umoja wa Ulaya ulianza kusukwa na Marekani kwa kuangusha ule ukuta wa Berlin. Zamani ile taifa la Ujerumani lilikuwa kuna ukuta, kulikuwa kuna Jerumani ya Magharibi na Jerumani ya Mashariki, ambao Jerumani ya Mashariki ilikuwa chini ya ukomunisti kama ilivyo Urusi. Alafu huku Magharibi walikuwa wanatumia mfumo wa kibepari. Kwa ule ukuta ulipoangushwa ikaunganishwa Ujerumani, ndipo kama miaka 2-3 baadaye ndio ikatengenezwa Umoja wa Ulaya. Bwana Yesu asifiwe. Na Ujerumani ilikuwa ni nchi ya muhimu sana, kwa sababu ndio yenye uchumi mkubwa kuliko nchi zote pale Ulaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa taifa lililohusika kwenye mchakato huo ni Marekani. Narudisha kule. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa pale Ulaya kulikuwa kuna vichwa vigumu vingi. Ndio ikaja kipindi cha Clinton, kulikuwa kuna kichaa mwingine pale Kosovo, anaitwa Slobodan Milosevic. Alikuwa hataki huo mfumo. Kozi kapiganwa pale, ilipoanguka wao wakakubali, zikaendelea kuunganika zile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye sasa kukawa kuna nchi moja inaitwa Georgia. Hii nchi ya Georgia iko karibu na Urusi huko. Urusi wakawa wanataka kuichukua ile Georgia. Marekani wakaenda wakaizuia, wakasema kwa sababu hii ni sehemu ya pili ya Umoja wa Ulaya. Na Umoja wa Ulaya ni muhimu sana katika huu utawala wa mpinga Kristo, kwa sababu zile nchi zina uchumi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kulikuwa kuna kitu kimoja, nchi ya Uingereza sasa. Uingereza wakaingia kwenye Umoja wa Ulaya. Lakini baada ya kuingia kwenye Umoja wa Ulaya wakasema sisi tumeingia, lakini hatukubali fedha yetu hiyo tuache kutumia ile paundi. Hela ya Uingereza inaitwa paundi. Tuache kutumia hela yetu ya paundi, tuanze kutumia euro. Tutakuwa tumeondoa madaraka ya malkia wa Uingereza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ina maana malkia akawa sema mimi nitaingia, lakini fedha yangu nitabaki nayo. Ndio hichi mlichowahi ukisikia, kama wengine mlikuwa mnafuatilia, kuna kipindi walisema wanataka kuleta sarafu moja ya Umoja wa Afrika Mashariki, yaani Kenya, Uganda na Tanzania wawe na sarafu hii moja. Nakumbuka kipindi kile Jakaya Kikwete akasema hapana, akasema sisi kwa uchumi wetu, yaani ndio tutakuwa tumepotea.
lipite kwa sasa hivi, kwa sababu litaleta athari kubwa kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni kitu cha namna hiyo ndio kilikuwa kinataka kutokea hapa. Kwa hiyo Uingereza ikasema sawa, mimi nitakuwa kwenye Umoja wa Ulaya, lakini nitabaki na fedha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilivyokwenda sasa ni kwamba wamechukua hizi nchi wameziunganisha pamoja, lakini mfumo wao wa kiuchumi uko tofauti tofauti. Kuna wengine walikuwa ni wakomunisti, kuna wengine wa kibepari. Kwa hiyo kilichokuja kutokea sasa, nchi ya Ureno, Italy, Ugiriki na Hispania, uchumi wao ukawa umedhoofika kwa sababu ya huu Umoja wa Ulaya. Kwa ikabidi sasa Uingereza na Ujerumani ziwe zinatoa fedha kuziwezesha hizi nchi ili uchumi wake wa nchi za Ulaya usianguke. Ambapo ndio mwishoni mkasikia Uingereza kuna kitu kinaitwa Brexit. Wakaamua kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya ili wasiendelee kuumia. Ingawa sasa hivi imebakia kwamba wanafanya kwa makubaliano. Ndio hayo maandiko ukisoma kwenye Danieli sura ya 2 kwamba ile miguu ni udongo uliochanganyika na nini? Na chuma, kwa sababu mifumo yao ya kiuchumi kwa sababu ni tofauti. Kwa hiyo bado haina ule uwezo wa kushikana, na hiyo tayari imekwisha kuanza kujionyesha. Kwa hiyo hilo eneo mnalolisikia la Umoja wa Ulaya ndio maana unaona almost limekwisha kukamilika. Na ndio maana pale wana kitu wanaita European Commission, yani wana kamisheni ya Umoja wa Ulaya ambapo kuna viongozi wake. Kwa hiyo hawa marais wote wa nchi za Ulaya wao wanawajibika kwa hiyo kamisheni ya Umoja wa Ulaya. Sasa yule kiongozi wake wa hiyo kamisheni ndiye atakuwa anawajibika kwa mpinga Kristo. Mmeanza kupata picha? Haya. Naomba niingie kwenye eneo jingine ambalo niingie kwenye umoja wetu huu wa Afrika. Huu umoja wa Afrika unavyoona, mipaka yake imeanzia kwenye jangwa la Sahara kurudi chini mpaka juu ya South Africa, Afrika ya Kusini, yani maana. Na katika huu umoja wamegawanya kwenye kama viblocks, kama magrupu, ambalo grupu moja ndio hilo la Umoja wa Afrika Mashariki. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huku juu kuna magrupu mengine ya Umoja wa Afrika Magharibi, yapo magrupu huku yamegawanywa, ambayo hayo ndio yanakuja kutengeneza mfumo mmoja wa kuleta Afrika, Umoja wa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Na nia na madhumuni ni kwamba katika haya maeneo ambayo wamegawagawa, kila eneo litakuwa lina fedha yake. Ndio maana utakuja kusikia kitu hicho nimekiongelea kidogo kwamba kwa mfano kwa Umoja wa Afrika Mashariki itakuja kuwa kuna sarafu, kuna hela kuelezea zaidi. Nimewaelezea pale kwenye Ufunuo sura ya 17. Ukisoma Ufunuo sura ya 18, jiji la New York litashambuliwa na China, Urusi na Korea Kaskazini, na yale makao makuu ya Umoja wa Mataifa yataunguzwa. Ile eneo lote la New York litapigwa na silaha za nyuklia. Kwa hiyo sasa makao makuu mapya ya Umoja wa Mataifa yako Nairobi, na Wakenya wanajua imeshajengwa pale. Kwa hiyo tayari wanajua kwamba hii vita inayoendelea mbele ya safari patapigwa. Kwa hiyo tayari kuna baadhi ya ofisi zimekwisha kuhamishiwa Nairobi, na hata nyinyi watafuteni Wakenya wataambia hiki kitu. Niliwaambia Kenya, kwa wale wana maombi ambao katika mtandao huu ambao tunaomba wakati tunamsubiria Yesu, wengi wameonyesha kwamba taifa la Kenya litasimama kwenye nafasi kubwa katika kutimiza baadhi ya nabii, kwa sababu pale kuna Wayahudi wengi sana. Mtumishi, jana tulikuwa tuna
kipindi cha BBC, ulimwona yule Myahudi anaongea Kiswahili vizuri kabisa. Yuko pale Nairobi. Kuna mambo mengine tutaongea. Sasa kwa hiyo ni sehemu ya 8 ya Umoja wa Afrika. Lakini umoja mwingine ni Japan. Sasa hii Japani imewekwa peke yake kwa sababu baada ya Marekani kutumia silaha za nyuklia na kuipiga ile nchi, wakaingia kuna makubaliano ambayo wameingia kwamba wao wawe nchi ambayo itapewa teknolojia na ifanye uzalishaji wa haya magari, teknolojia, makompyuta, sijui na nini, kwa ajili ya hizi nchi za magharibi. Kwa hiyo kaambiwa, wewe utabaki hivyo peke yako, hatutagusa hela yako, utabaki kama ulivyo. Kwa hayo makubaliano waliingia toka ilivyoisha vita vya pili vya dunia, na yameendelea kubaki hivyo. Na ndio maana katika nchi ambazo zina uchumi mkubwa duniani, Japani na yenyewe ipo. Nafikiri ni kati ya nchi ya 4 au ya 5 yenye uchumi mkubwa duniani. Kumbuka kale ni kanchi kadogo sana, kana watu kama milioni 120. Lakini uchumi wake haupishani sana na wa China. Sasa unaweza ukapata picha. Kwa sababu wametengeneza uwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna huu wa 4, Australia na South Africa. Sasa utajiuliza kwa nini wameichukua Australia na South Africa ziwe pamoja? Kwa nini Afrika Kusini hawakuunganisha iwe sawa iwe sawa iwe sehemu ya Umoja wa Afrika? Ni kwa sababu Afrika ya Kusini mfumo wake wa kiuchumi ni mfumo wa kibepari ambao unafanana na uchumi wa Australia. Kwa wakaona moja kwa moja wakiichukua waichanganya kwenye Umoja wa Afrika kutatokea discrepancy, utofauti mkubwa. Alafu hapa hii unaona hii tumeiweka hivi kwa kuitandaza, lakini ukiikunja hii dunia, yani hapa na hapa ni karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nikasema wangapi mmesoma jiografia? Dunia iko mviringo hivi. Kwa hii tukichukua tukikunja hii na hii zipo karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mkumbuke kwamba hii nini, Australia bado iko chini ya Uingereza. Unajua hainaga yenyewe rais, waga ina waziri mkuu. Lakini kiongozi wake bado ni huyu mfalme wa Uingereza, Australia. Ambao sasa mfumo wake wa uchumi unafanana sana na hii Afrika Kusini. Kumbuka Afrika Kusini walikaa pale makaburu mpaka Mandela anaingia, na walikuwa ni wale wa Uholanzi. Sasa Uholanzi, yule mfalme wa Uholanzi na mfalme wa Uingereza ni ndugu, ambao niliwaambia ni kabila ya nani? Kabila ya Dani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio maana wanaunganisha huku na huku, inakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo huo ni umoja wa Afrika ya Kusini na Australia, na huku kuna hizi nchi zingine kama New Zealand, hizo Papua New Guinea na hivyo visiwa vyote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna huu umoja wa Amerika ya Kaskazini. Sasa umoja wa Amerika ya Kaskazini ndio unahusianisha Canada, Marekani na Mexico. Na ndio maana kombe la dunia la mwaka huu linacheza kwenye hizo nchi 3. Kweli si kweli? Sasa kwa sababu tayari Trump wanajua huu umoja na ndio maana sasa hivi mnaofuatilia mnaona Trump anaisafisha Mexico kwa kuoa wale mabosi wa madawa ya kulevya, kwa sababu hii Mexico inabidi iunganishe sehemu ya Marekani na Canada.
Na pia mliona miaka ya nyuma huyu rais aliyepita Biden alikuwa anaruhusu hawa wahamiaji, watu wanatokea Mexico wanavuka mpaka wanaingia Marekani, kwa sababu inatakiwa ichanganye. Na pia mliona pia Rais Trump alikuwa anaongelea, anasema kwamba Canada iwe sehemu ya nini? Ya Marekani. Mkaitafuta mtandaoni mwaka huu na mwaka jana alikuwa anaongelea hicho kitu. Kwa sababu ya huu umoja wa Amerika ya Kaskazini. Na wakati niko kule wameshajenga bomba la mafuta linatoka Canada mpaka linaenda Mexico. Na kuna treni reli inatoka huko Canada inaenda mpaka Mexico. Lakini pia kiwanda ambacho mimi nilikuwa nafanya kazi kama engineer hapa Marekani kimehamishiwa Mexico. Nilimpigia jamaa yangu mwaka jana, akaniambia kimehamishiwa Mexico, kwamba wanataka sasa wabadilishe mfumo kwamba viwanda viwe Mexico, lakini bidhaa zinakuja kuuzwa Marekani. Tunaita kuna hicho kitu kinaitwa exclusive economic zone, yaani maeneo huru ya biashara. Hata hapa tunayo. Nani ameshayaona ile eneo la Benjamin Mkapa exclusive economic zone? Liko pale karibu na Ubungo external. Kama unaelekea Ubungo pale, kuna eneo linaitwa Benjamin Mkapa exclusive economic zone. Ukiwa unatoka hapa hapa unatoka Ubungo unaelekea Buguruni, hiyo njia hiyo, kabla hujafika maeneo ya Mabibo kuna hilo eneo. Sasa hilo eneo moja niwaelezee maana yake ni nini. Pale kuna bidhaa na nguo zinazalishwa pale, lakini haziuzwi Tanzania, zinaenda kuuzwa kwenye masoko ya nje ya Marekani. Kwa hiyo inatengenezewa hapa, lakini wewe bei yake huwezi kununua. Jinsi inauzwa $80. Bwana Yesu asifiwe. Ndio haya maeneo yanaitwa exclusive economic zone. Ndio ninawaelezea tena kidogo, sawa na ile bandari ya Bagamoyo itakuwa ni exclusive economic zone. Yaani ni eneo huru la kibiashara, lipo lakini halihusiani na Tanzania, lakini linahusiana na Afrika na Umoja wa Afrika Mashariki, kwamba nchi ya Uganda, Rwanda na Burundi wote wanaitumia kama bandari ya Afrika Mashariki. Ndio maana exclusive economic zone areas. Nitavielezea zaidi. Sasa ndio kitu kinachotengenezwa kwenye huu umoja, na hawa mpaka tayari wana sarafu yao inaitwa Amero. Yaani ni mchanganyiko wa hela ya Mexico, Canada na Marekani. Kwa hii uchumi utakapoanguka, dola itakapokufa, itakuja hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sehemu nyingine ni hiyo ya Eurasian Union. Hii ndio nilikusia kidogo. Urusi pamoja na baadhi ya sehemu ya nchi za Ulaya. Sasa katika umoja huu hapa unaona Urusi almost inaenda kuingiliana na baadhi ya nchi za Ulaya, ambayo ndio unaona hii vita ya Ukraine, kwa sababu bado hawajakubaliana katika ile mipaka iwe wapi. Ndio maana Trump anasema hapa, yule Ukraine anasema hapa, usiende utaishia hapa. Huyo anasema huo mvutano ni kwa sababu kati ya umoja wa Ulaya na umoja wa Urusi na Ulaya kuna mipaka lazima hapa ije iwe ikubaliane. Na shida ni hii moja. Kati hapa Ulaya na Ukraine hapa wanapotafuta mipaka, kuna sehemu ina madini mengi kufa mtu. Kwa hiyo sasa huku Ulaya wanataka yale madini na Putin naye anataka yale madini yawe kwenye upande huu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kule Ukraine anataka naye wawe wanamiliki yale madini waweze
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana hizi vita zote unazoziona ndio ziko mwishoni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuingie kwenye umoja hii saba hii, umoja wa Afrika ya Kaskazini na Mashariki ya Kati. Sasa hapa ninaomba unisikilize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisikilize vizuri. Wakati wanakubaliana kugawa huu mpaka kwamba umoja wa Afrika uishie wapi na huo umoja wa Afrika Kaskazini na Mashariki uanzie wapi, walikubaliana huo unaanzia kwenye hilo jangwa la Sahara. Ndio maana Afrika wanaziita nchi zilizo kusini mwa jangwa la Afrika. Sasa huku juu walisema hivi, hizi nchi nyingi zilizoko huku juu wana asili ya Kiarabu. Kwa kitamaduni na kiuchumi wako tofauti na hawa Afrika ambao ni sisi. Kwa itakuwa ni vizuri zaidi hawa wakiunganishwa na Waarabu wenzao walioko Mashariki ya Kati huku, kina Saudi Arabia, sijui kina wapi, kina Israel huko. Kwa wakasema badala ya hao kuwaunganisha hao waunganishwe kwenda ile, kwa sababu tamaduni zao na mifumo yao ya kiuchumi inakuwa inafanana. Kwa katika huo muunganiko wana nafasi kubwa ya kuunganika kutokana tofauti na tukiunganisha na sisi wa Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwaka 2008 baada ya Rais Obama kuchaguliwa, ndipo alianza rasmi kupambana kufanikisha mchakato huu. Na ndio maana ukaona sasa hapa kulikuwa kuna viongozi ambao kubaliana na ule mfumo ambao nasikia alikuwa ni Muammar Gaddafi. Kwa Obama alipoingia akapewa kibarua cha kumuoa yule. Alafu kulikuwa kuna viongozi, kuna kiongozi mwingine alikuwa ni rais wa Misri, alikuwa ni Hosni Mubarak. Akaolewa yule, amewekwa huyo sasa hivi, akaingia rais mwingine wa Muslim Brotherhood, lakini naye wakaona hafai, akaenda kuwekwa anaitwa Fatou el-Sisi, ambaye ndio huyo aliyoko sasa. Sasa huyo Fatou el-Sisi amesomea kwenye military academy, kwenye chuo cha mafunzo ya kijeshi Marekani, kwenye mtu wao ndio akamweka pale mpaka sasa hivi tunapoongea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia unakumbuka mwaka huo 2011 yalitokea maandamano makubwa sana hapa, viongozi wengi sana wa nchi za Kiarabu walipinduliwa. Bwana Yesu, na kuna yule rais wa Tunisia pia naye alipinduliwa kipindi hicho. Kwa wale viongozi wote waliokuwa hawakubaliani na mfumo wa serikali moja ya dunia waliondoka kile kipindi cha Obama. Kwamba Obama alipoingia akaambiwa, wewe kipande chako cha kufanikisha hii serikali moja ya dunia ni kuwaondoa hao viongozi wote. Ndio maana unaona Marekani ikavamia pale pamoja na mataifa ya Ulaya wakafanikisha ile. Sasa kuna document moja inaitwa Project for New American Century. Project for New American Century.
Hiyo nyaraka inasema hapa Mashariki ya Kati kuna viongozi walikuwa wanapaswa waondolewe, waweke viongozi wapya ili kuleta serikali moja ya dunia. Na Mungu alinipa neema, huyo aliyekuwa kamanda wa majeshi ya CENTCOM. Nikisema CENTCOM ni bezi ya Marekani kubwa ambayo ndio unaona inaongoza vita pale Mashariki ya Kati sasa hivi. Aliyekuwa kwa kipindi kile alikuwa anahojiwa kwenye kipindi cha television, akawa anaelezea, aliitwa na kipindi hicho, nafikiri ilikuwa ni Rais George Bush, anamwambia kuna kibarua hapo unatakiwa kufanya, tunabidi tumoe kama viongozi 6 au 7 katika mataifa 5 yaliyoko Mashariki ya Kati. Je, wewe kama kamanda wa ile kambi yetu pale unafikiri tuna uwezo huo? Na wewe alikuwa anaitwa General Wesley. Ambia tunao uwezo huo. Ndio wakaanza kumngoa Saddam Hussein. Wamekuja wamemngoa yule wa Syria. Wamekuja wanamngoa sasa na huyu. Wakawang'oa pale kina Hezbollah. Hiyo huko baada iko kwenye hiyo document. So mimi ile document ilibidi niende nikaitafute na nikaisoma. Imeandikwa hivyo. Hichi kitu wanachokifanya kimeandikwa kwenye nyaraka na sasa hivi kiko kwenye hatua za utekelezaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wanaamini huo mchakato ukikamilika, ndipo ile serikali moja ya dunia inafanya nini? Inaweza kuja. Yaani kuna mahali hapa nataka sasa niwaonyeshe kitu. Danieli sura ya 11 mstari wa 41 mpaka 43. Biblia inasema, tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri na nchi nyingi zitafanya nini? Semeni kwa nguvu, kwa sababu hichi nilichoelezea kipo kwenye Biblia. Ngoja tuanze taratibu. Naomba wote mwamke msome hilo andiko nilichoelezea. Tusome Danieli sura ya 11 mstari wa 41. Tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri na nchi nyingi zitainuliwa. Sasa nilichoelezea hapo si ndio hicho? Yaani nitakuwa naelezea hawa viongozi wote wanaopinduliwa sasa hivi imeandikwa kwenye Biblia. Ndio maana nikasema hapa inabidi nitulie ili muelewe. Hawa wote kina Gaddafi, sijui kina nani, wameandikwa kwenye Biblia. Imeandikwa kwamba huyu mpinga Kristo na watu wake wanapindua hawa watu. Imeandikwa. Sasa tuendelee. Tena ataingia katika hiyo nchi ya uzuri na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi zitaokolewa na mkono wa Edomu, Moabu na wakuu watu wa Amoni, naye ataonyosha mkono wake juu ya nchi na hata nchi ya nini? Misri. Si niliwaambia kwamba alimngoa rais wa Misri? Si hiyo hapa imeandikwa kwenye Biblia? Haitaokoka. Sikilizeni mstari wa 43. Lakini atakuwa na fedha na nguvu juu ya hazina na dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote Misri vyenye thamani na nini? Na wanani? Wa Libya. Sio nimemwambia amemtoa Gaddafi. Sio ndio kwenye Biblia? Aya. Na Wakushi watakuwa katika nyayo zake. Ndio maana nikasema hapa nitaka nitulie. Nimeanza kuelezea vizuri kwamba ili nije niwaeleze sasa kimeandiko. Nini kinaendelea? Kimeandikwa kwenye Biblia hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kwa hiyo haya yote unayoyaona, hayo mapinduzi yaliyoandikwa sasa hivi ndio yanaendelea. Anapinduliwa na Irani na Iraki, ndio yameandikwa. Amesema nchi nyingi anafanya nini? Anazipindua ili alete serikali moja ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusome mstari wa 44.
inasema, lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuondolea mbali watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo inaelezea vita itakayokuja, ile ya Armageddon, ya yule wafalme wa mashariki wanakuja wanavuka ule mto Frati kwenda kupigana na mpiga Kristo. Ndio hii 44 ambapo hao ni Wachina. Kwa taarifa yako, sasa nimekupa picha yote iko hapa kwenye Danieli sura ya 11. Yaani ni hivi, ile document niyoambia ya nyaraka nilipoisoma mimi na nilipokuja kusoma haya maandiko nikakuta ni hivyo wameipanga kwa mujibu wa Biblia, lakini hiyo document muda wake wa kukamilisha ni miaka 30, yani toka ile mwaka 2001 mpaka mwaka 2030 ule mpango umekamilika. Kwa hiyo nchi iliyokuwa imebakia ya mwisho kutoka ni Irani, ndio hii inamaliziwa. Zile zingine zote zishatoka. Gaddafi kishatoka, yule watumishi ashatoka, Misri, wote wameandikwa kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Sasa natamani sana niongelee China, lakini tayari na dokumenti yake ambayo nimeiandaa. Mchungaji nafikiri naweza nikashare huko baadaye nikitoa kopi ili mtu akaisoma, kwa sababu ina ile kama umeiona ina peji karibia 6-8 za maelezo. China peke yake naelezea. Sasa nikiamua ninanie hapa itaenda parefu sana, lakini naomba niwape kwa ufupi. Taifa la China ndio taifa ambalo lilikuwa limechaguliwa na hawa globalist wenyewe, yani hawa wanataka kuleta serikali moja ya dunia kama taifa la mfano. Yaani mataifa ya mfano ni mawili, Marekani na China. Hayo ni mataifa ya mfano. Nikisema taifa la mfano ni kwamba zile teknolojia zote za uzalishaji walikwenda wakampa China, alafu azalishe bidhaa, alafu azifanye nini? Ziende kuuzwa kwenye soko la Ulaya na Marekani. Lakini sasa pale katikati China wakanogewa. Nikimaanisha kwamba wakasema sisi tunataka tu kuwa ni wazalishaji, tunawaletea hizi bidhaa, na sisi tunataka tutawale kama nyie. Hapo ndo shida ile. Hapo ndo shida ilianzia, kwamba na mimi nataka niwe bosi kama nyie. Kona wao sasa ndo wakaanza kuanzisha mfumo wao. Ndio unaona sasa ikaja nchi ya Brazil, ikaja China, India, Afrika ya Kusini na Urusi, wakaunda umoja wao unaitwa BRICS. Alafu wao sasa kama Marekani walipokuwa wametengeneza mfumo wao wa dola, si walienda wakaweka kambi za kijeshi kulinda zile nchi zinazozalisha mafuta ili wauze kwa dola. Kwa hizi nchi zikakubaliana wachukue mafuta ya Urusi, mafuta ya Venezuela na mafuta ya Irani, alafu na wao wakatengeneza hela yao, wakasema hizi nchi tutauza kwa hela yetu, tutaachana na mfumo wa dola. Shida ndio ikaanzia hapo. Ndio maana hii vita, kwamba sasa shida inakuja wapi? India na China tayari wana zaidi ya watu bilioni 3. Ukiweka na Brazil na Urusi tunaongelea karibia bilioni 3.5, karibia nusu ya dunia iko kule. Kwa Marekani akaona kama hii nusu ya dunia ikaacha kutumia dola, manake dola itapoteza thamani. Kwa hao nchi za magharibi na kina Rais Trump wakasema hatukubali. Ndio Trump
wakaenda kumkamata nani? Maduro wa Venezuela. Alafu huku wakaanzisha vita Ukraine kumdhoofisha Urusi. Alafu hapo wameenda kumkaba Iran ili wasifanikishe mpango. Jamani, yani hapa vitu tunavyo, yani nikitoka hapa wewe unakuwa ni mwalimu mzuri wa kuelewa hiki kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huu mfumo wao ambao walikuwa wanataka Urusi, China na India ungekuja kuharibu huu mfumo wa mpinga Kristo. Ingawa sasa bado mwishoni ile vita ya Armageddon inasababishwa tena na hawa. Inasababishwaje? Kwamba China na Urusi na Korea Kaskazini na nafikiri nahisi na South Africa, Afrika Kusini watamvamia mpinga Kristo na huu, ili ndio maana inakuja kusababisha vita vya Armageddon. Kwa sababu huo mwaka 2033-2034 wanataka huyu mpinga Kristo, wakishamaliza kukamilisha mfumo, wanasema wanataka huyu mpinga Kristo atawale kwa miaka 1000. Yaani anakopi kile anachotaka kufanya nini? Yesu. Sasa hawa China, Urusi na India wanasema hapana, sio kwa serega hii mlilotupitisha hii miaka 3 alafu useme tutawale kwa mfumo huu kwa miaka 1000. Kwao wanaenda pale kupigana sasa nani apate uhalali wa kutawala, kwa sababu hawa viongozi wote wanakuja kugundua siri ya kutawala ulimwengu iko Yerusalemu. Kwa hiyo sasa katika hiyo kugombania ndio Yesu anakuja anamwambia, mrithi halali wa hii ni mimi, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Naomba kwanza niishie hapo.